Leo nakupa historia ya MC Pilipili Emmanuel Mathias kutoka mwanzo mwa maisha yake, kazi alizofanya, changamoto, mafanikio na kifo chake. Kwenye historia hii pia nimejumuisha matukio muhimu na kazi mbalimbali alizokuwa akifanya. Emmanuel Mathias anayejulikana kwa jina la jukwaa MC Pilipili alizaliwa Dodoma. Utoto wake ulikuwa wa kawaida, lakini ulikumbwa na ndoto kubwa sana. Alikuwa mtoto mwenye furaha, mwenye kipaji cha kuchekesha watu, na alipenda sana sanaa. Si tu kucheka, bali pia kuigiza, kuimba na kuonyesha vipaji vyake katika ramani tofauti, aidha katika sekta tofauti. Alisoma shule ya msingi kwenye shule ya Kiwanja cha Ndege na baadaye Ipagala mjini Dodoma. Baada ya hapo, alijiunga na sekondari Dodoma ambapo alielekezwa na mwalimu wake kufanya theater arts, somo ambalo lilimvumilia sana na kumsaidia kukuza kipaji chake cha uigizaji na uchekeshaji. Baadaye alienda chuo cha ualimu Ford na kuhitimu shahada ya ualimu, yani stashahada ya ualimu mwaka 2009. Kwa muda, Pilipili alifanya kazi kama mwalimu. Alifundisha kwa miaka 4, lakini kipaji chake cha burudani kilianza kushikilia nguvu zaidi. Mabadiliko makubwa katika maisha yake yalikuja alipogundua kuwa kipato kutoka ualimu akikuendana na ndoto alizokuwa nazo. Aliona kuwa ana kipaji cha kipekee cha kuchekesha na kusherehesha watu. Hivyo, alichukua uamuzi wa kuacha rasmi kazi ya ualimu. Alipoamua kujiingiza kikamilifu katika sanaa ya burudani, alianza kufanya kazi za ushereheshaji, yani MC, kushika maiki kwenye harusi, yani maiki ceremony, na kuchekesha, yani comedy. Alikuwa na kazi ya MC, yani kuhost katika matukio ya kidini, mahafali, graduations, harusi na tamasha tofauti tofauti. Kazi yake ya UMC haikumalizika kwenye Tanzania tu. Alifanya kazi kwenye tamasha mbalimbali na alikuwa akialikwa kuongoza matukio. Aidha, alipata fursa kwenye televisheni. Alienda kwenye TV na akawa anarekodi kipindi chake Injili ya Gospel kilichorushwa kila Jumapili. Kile alichokitaka kama moja ya mafanikio yake makubwa ni kuandaa show yake mwenyewe ya stand-up comedy. Alijivunia kuwa mchekeshaji wima wa kwanza Tanzania kuandaa show ambayo iliwavutia watu zaidi ya 2,000. Kwa sababu wengi walikuwa na hofu ya kwamba kuanzisha show za wachekeshaji, Pilipili alikusanya pesa mwenyewe na kuanzisha ya kwake. Hii ilionyesha ujasiri wake mkubwa na imani na kipaji chake. Alikuwa msanii anayependa kuhamasisha vijana. Mara nyingi alisema kwamba vijana wahubiri ndoto zao badala ya kutegemea ajira za usual, zaidi ya kuchekesha na kuongoza tamasha. Pilipili pia alifanya kazi ya kuhubiri kidogo. Alihudhurishwa kwenye makongamano ya vijana wa Kikristo na waliingia kwenye shughuli za kanisa. Aidha, alianzisha Love Church, kanisa lake mwenyewe, sehemu ambayo alipata nafasi ya kuongoza kiroho. Pamoja na changamoto za kuacha kazi ya ualimu na kuingia katika burudani, Pilipili alikuwa na mafanikio makubwa ya kifedha. Alidai kuwa alipata pesa nyingi kwa ushereheshaji na vichekesho, kwa mahojiano
Alisema kuwa mara nyingi alitoa milioni kwa kazi za UMC na uchekeshaji. Alijenga nyumba ya kuwekeza kwa vipaji vyake. Alieleza kuwa kazi yake ya burudani ilikuwa imeunda fursa kubwa zaidi kuliko kazi ya ualimu. Show zake za kuchekesha ziliwavutia watu wengi, na akiwa na wigo wa kitaifa, alifanya onyesho za aina kubwa zilizowafikisha watu wengi kwenye jukwaa. Alikuwa na hamu ya kuendeleza sanaa ya stand-up comedy nchini Tanzania, akiona ni njia ya kipekee ya kuonyesha vipaji vya wachache wa vichekesho. Alipanda level ya kimataifa kidogo alipokuwa akialikwa nje ya Tanzania, aidha kulingana na mahojiano, kufanya comedy ya UMC. Mojawapo ya changamoto alizokumbana nazo ni jinsi wachekeshaji wengine walivyokuwa na hofu ya kujaribu show zao peke yao. Pilipili alichukua jukumu la kuonyesha kwamba inawezekana kuandaa show comedy bila kutegemea uhusika wa nje. Yaani, kama tunavyoona comedy za Bongo za miaka ya 2019, huwezi kufanya show kama hujawatafuta watu kutoka Kenya na Uganda kuja kunogesha event yako. Pia alikumbana na changamoto za kiroho na kihusiano. Maisha yake ya mapenzi na watu walimzunguka yalikuwa na ramani ngumu, na alikuwa na hadithi za mapenzi ambazo zilisikika sana kwenye vyombo vya habari. Harusi yake iliuvutia umma. Ilitangaza kwa kuwa kiingilio watapewa wageni. Watu waliotaka kuhudhuria walilazimika kulipa fedha, jambo ambalo lilizua gumzo nyingi. Pilipili, licha ya kazi yake ya vichekesho, alikuwa na msimamo wa kiroho. Alitaka kuhubiri kipaji chake kwa kusudi la kuleta mabadiliko chanya. Alieleza mara nyingi kuwa aliacha maisha ya ualimu sio tu kwa ajili ya pesa, bali ilikuwa sababu aliona kipaji chake kinaweza kutumika kwa huduma, sio tu burudani, lakini kuhamasisha, kuelimisha na kuunganisha watu. Kanisa lake Love Church ni sehemu ambayo alitaka iwe na msukumo wa kiroho kwa watu, akionyesha kwamba sio tu alipata kipato, bali alitaka kuingia kiroho moyoni mwa watu. Mnamo Novemba tarehe 16, 2025, MC Pilipili alifariki dunia ghafla huko Dodoma. Alipokuwa amesafiri kwa ajili ya kazi zake za ushereheshaji. Taarifa ya hospitali ya Dodoma inasema alifikishwa hospitalini hapo tayari akiwa amefariki. Kifo chake kiliwaumiza au kilivumisha tasnia ya burudani nchini Tanzania. Watu wa aina mbalimbali wameonyesha majonzi makubwa, kutoka mashabiki hadi wenzake wa sanaa. Pia baadhi ya vyanzo vinabainisha kuwa kanisa aliloanzisha Love Church halikuwa na shughuli kama zamani kutokana na matatizo mbalimbali aliyokuwa nayo. Ngoja tumalizie hapa. Hadithi ya MC Pilipili ni mfano mkubwa wa jinsi ndoto ya mtoto mdogo kutoka Dodoma inavyoweza kuibua kuwa safari ya mafanikio, changamoto, alafu athari kubwa katika jamii. Alikuwa mbunifu, hakuogopa kuchukua hatua. Aliacha kazi ya ualimu, alijenga jina lake kupitia vichekesho na ushereheshaji. Alianzisha show zake mwenyewe na hata kuanzisha kanisa. Kwa wengi, MC Pilipili sio tu mchekeshaji au mshereheshaji. Alikuwa kiongozi wa maongezi, mshawishi wa kiroho na mfano wa kuigwa wa vijana waliokuwa na ndoto. Kifo chake kiliacha pengo kubwa katika dunia ya burudani Tanzania, na utajiri wa urithi wake
utabaki kuendelea kushikilia maisha ya wale waliofanikisha kupitia vichekesho, mahubiri na hata matukio ya ushereheshaji. Mpaka hapo sina la ziada na sina deni kumuhusu MC Pilipili. Bila shaka utakuwa umemjua vizuri sana. Kutokea hapa Mbela Media, Michael Bela Media. Mimi naitwa Mtu na Nusu. Director G ndiye mtu ambaye anahakikisha sauti yangu unaisikia properly. Lakini nikukumbushe tu, kila unapolala hakikisha unamuomba Mungu. Michael Bela